Okay. Kwa mimi pamoja na wachezaji wenzangu tumejiandaa toka mwezi wa kwanza, kwa sababu haya mashindano yanatoa taarifa kabla ya, kwa sababu mashindano kila mwaka huwa tunashiriki mwezi wa pili, kila mwezi wa pili. Ila kwa mwaka huu imekuwa tofauti kwa sababu ya Ramadhani. Kwanza kabisa nimepata nafasi ya kupata Grand Slam ambayo inafanyika Ufaransa. Yaani nimepata sponsor kutoka ITF ambayo nitaanza kushiriki mashindano kuanzia mwezi wa 6. Kwa hiyo naomba wadau watu support kwenye hii. Kocha, hebu nisaidia. Na tunatamani tupate hiyo nafasi ya kwenda, kwa sababu hata mwaka jana kwa timu ya wanaume haikwenda kutokana na changamoto hizi za tiketi na accommodation, ndio imetufanya tukashindwa kwenda kushiriki kwa upande wa wanaume, wakaenda wanawake. Na wanawake wenyewe wamesapotiwa na ITF wenyewe, wamepewa grants, ndio zimewafanya kwenda huko. Sasa tunatamani timu ya wanaume na wanawake tuwe pamoja, ili hata mwakani inapotoka grant tupate, wanaume tupate na wanawake tupate. Mzigo utakuwa umepungua upande wa serikali, kwa sababu hata sasa hivi tunapozungumzia hizo tiketi mbili kwa wanawake zilizotoka ni kutoka ITF, ambazo ni kutokana na mashindano kwa wanawake walioenda kushiriki mwaka jana. Ndio maana wamepewa zawadi hiyo ya grant ya watu wawili. Kwa hiyo hata sasa hivi kwa upande wa wanaume tunatamani tuende, ili mwakani yawezekana kule tukafanya vizuri kutokana na maandalizi tuliyofanya, ili mwakani tupewe na sisi grant ambazo sasa zitatusaidia kupunguza mzigo. Na mpaka sasa hivi kama wachezaji tunasikitika kutokana na sitofahamu mpaka sasa kama tutaenda ama hatutoenda. Kwa hiyo tumeingiwa na huzuni kama wachezaji, kwa sababu tumejiandaa vya kutosha, tuna morali kubwa. Sasa mpaka sasa hivi bado hatujui kama tutaenda ama hatutoenda, na siku zimeshakwisha. Kuna tiketi yoyote zaidi ya hizo 4. Kwa hiyo tunaomba serikali, ambao serikali ndio mdau mkubwa wa timu za taifa, tunaona inaposapoti timu zingine za taifa, inawapa kila kitu. Sijui kwa nini upande wetu sisi hizo haki hatuzipati, kutokana na sisi ni Watanzania na ni timu ya taifa. Kwa hiyo tunaomba serikali kwanza, haki wanazopewa wachezaji wengine wa taifa, na sisi hata kwa 20% na sisi tuzipate. Mafanikio kwa ujumla kwa mchezo huu wa tennis. Mwaka jana timu yetu ya wanawake ilipata nafasi ya kushiriki mashindano ya kufuzu kutafuta tiketi ya kwenda kwenye mashindano ya dunia, na kwa Afrika ilikuwa namba 2. Na vile ilipata kombe la ushindi wa pili, na tulienda nchini Uturuki mwezi wa 5 mwaka jana. Vile timu yetu ilikuwa katika mashindano ya dunia, ilikuwa timu bora ya mwaka, na tulipata tunzo kwa timu bora ya mwaka nchini Uturuki. Na vile katika mchezo huo wa tennis kwa Tanzania unakuwa kwa kasi katika nyanda zote za mchezo, kwamba vijana wana hali, wanajituma, wanajitolea. Na ukiangalia mwaka jana vile Vosta Isaya alienda kushiriki mashindano ambayo yalifanyika nchini Kenya na kuwa mshindi namba 2, ambapo mashindano yalikuwa ni mashindano ya kutafuta point. Na kwa sasa hivi ameshachaguliwa anaenda kushiriki mashindano ya Grand Slam. Tukianza Grand Slam ambaye anacheza mchezo kama kina Djokovic, Serena Williams, kwa sasa amepata nafasi hiyo kwa Tanzania kwenda kushiriki huko ya mashindano. Na tukija upande wa pili, Rema Selemani vile ni mshindi namba 2 kwa East Africa na Afrika kwa ujumla. Ana ranking yake 498 kidunia. Kwa ukiangalia kwa Tanzania katika mchezo huu tulipomove hatua zetu, ni mchezaji namba 94 kidunia. Ukimgoogle, kama una Google kwenye ranking za wachezaji utamkuta hapo katika hizo ranking. Na huyu hapa ana 128 ambayo ranking ya kidunia. Na vile tuna mchezaji wetu chipukizi ambaye Aidan tulimtolea mbali, tulimtolea Bukoba. Ni mtoto ambaye alibahatika kukatwa miguu, alipata ajali ya sema ya nyoka, aligongwa nyoka pamoja na familia yeye, akiwa ana mama yake anaendelea na majukumu mengine. Bahati nzuri sisi tulipoenda Bukoba kumwangalia watoto wenye vipaji, tukamkuta na kipaji, tukamleta hapa, tukamuendeleza. Kwa sasa hivi ukiangalia vijana chipukizi chini ya miaka 18 katika mchezo wa tennis ni namba 44 duniani.
Kwa ukiangalia Wheelchair Tennis inavyopiga hatua na jinsi gani inavyo move mbele kwa kutumia wadau na nyinyi waandishi wa habari kutupeleka habari zetu kwa jamii, nao wakatushika mkono. Na utauliza maswali kwa nini hazisaidii mara nyingi, kwa sababu kitu ambacho nimeona au kugundua zaidi kwamba tunaomba serikali itenge pesa maalum kwa watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo ukichanganya ile grant zinazotolewa na serikali ukichanganya na timu za kawaida, unakuta asilimia kubwa timu za walemavu zinakosa fursa za kuendelea kucheza michezo kwa sababu budget inakuwa ni ndogo au watu wengi wanakwenda kuchukua ile budget, na ukiangalia budget ya serikali ni ndogo na wahitaji ni wengi. Ukiangalia vyama vya michezo tuko vingi na kila mtu ana matamasha lake. Kwa hiyo sisi tunabidi turudi tena kwa Tanzania kuomba watusaidie ili timu ipate kuelekea Morocco tarehe 28. Mashindano yanaanza tarehe 30 na mpaka tunavyozungumza timu zingine zishawasili Morocco mpaka hivi kwa ajili ya kujipima na kuendelea na mazingira. Kwa hiyo napenda kuwasilisha, asanteni kwa kunisikiliza.